Radio Citizen. Radio number 1. Kila mtu anauliza huyo ni nani? Naam. Yule anayependekezwa kuwa mwenyekiti. Naam. Kumbuka hii tume ni muhimu sana, ni kiti moto. Tumeona wale wote wako pale. Sidhani kwamba kuna wakati hata mmoja, pengine wakati wa Moi sijui, lakini ambapo mwenyekiti anakosa kulaumiwa. Kwa hivyo hii ni wadhifa muhimu sana. Hebu tumulike yule anapendekezwa kuwa mwenyekiti. Maana watu walikuwa wamedhani sijui ni nani, sijui ni Nyachae, sijui ni nani, lakini ghafla bin vu jina ambalo hatukutarajia. Jamii. Naam, hata nakumbuka muda mfupi kabla ya majina hayo kutangazwa kulikuwa na kura ya maoni iliyofanywa na kampuni moja kuhusu shughuli hii nzima ya kuwateua hao ambao watafaa kuwa kamishna na mwenyekiti, na kukawa na matokeo ya hiyo poll ikaonyesha asilimia kubwa ya Wakenya hawakuwa na imani na hiyo selection process, hiyo shughuli nzima ya kuwateua hapa. Na pia wakataja majina ya wale ambao wanaona wanapaswa kuchukua nyadhifa hizo. Lakini rais alipotangaza orodha yake ilikuwa na watu tofauti kabisa. Yule ambaye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC ni Erastus Edung Ethekon, ambaye aliwahi kuwa wakili mkuu katika kaunti ya Turkana. Nafikiri kwa takriban miaka 10 chini ya uongozi wa aliyekuwa gavana Nanok, ambaye sasa ni naibu mkuu wa wafanyikazi katika ikulu ya rais. Na ndio akachaguliwa ambaye atachukua mahali pa Wafula Chebukati marehemu, ambaye muda wake wa uongozi kama mwenyekiti wa IEBC ulikamilika Januari mwaka 2023 baada ya miaka 6. Na usisahau kwamba kulikuwa na misukosuko katika IEBC kama ulivyotaja. Nafikiri tangu uchaguzi wa mwaka 2008 na 7 kwa na misukosuko yaliyoshuhudiwa, katiba ikabadilishwa. Ikawa kwamba sasa tume hiyo inateuliwa tofauti. Awali ilikuwa ni rais ndiye anachagua tume ya uchaguzi. Tukawa na IEC, kisha tukawa na IEBC. Lakini tangu wakati huo hadi sasa, kila baada ya uchaguzi kumekuwa na lalama kuhusu jinsi shughuli hiyo inavyoendeshwa. Wale walioshindwa wameelekea mahakamani. Na kumbuka usisahau mwaka ule ambapo 2017 wakati ambapo mahakama ya upeo ilibatilisha matokeo ya uchaguzi. Wakati huo tume ya IEBC ililaumiwa sana kuhusu jinsi ambavyo iliendesha shughuli hiyo. Sasa muda wa IEBC iliyopita ulikamilika Januari mwaka 2023, lakini nakumbuka wakati huo walikuwa baki tu makamishna watatu, marehemu Wafula Chebukati, Mboya Molu na Daktari Abdi Gulie. Kumbuka wale wengine alikuwa naibu Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masito walikuwa na misukosuko. IEBC ikabaratika. Sasa ndio ikawa wapya wakatangazwa. Tukashuhudia jinsi shughuli hiyo ilivyokuwa na mvutano hata ya kuwa na hiyo selection panel. Unakumbuka waliteuliwa wakati mmoja, shughuli zao zikasitishwa kwa miezi kadhaa, ndio wakarudi tena, waliotuma ombi wakakuwa shortlisted. Tukawa tunashuhudia jinsi ambavyo walikuwa wanavohojiwa hapa katika runinga. Hatimaye rais akamtangaza Erastus Edung Ethekon, ambaye aliwahi kuwa Turkana County Attorney kati ya mwaka 2018 na mwaka 2026, ilikuwa miaka hiyo 6. Na yeye mwenyewe ni wakili ambaye ako na kampuni yake inaitwa Northern Consulting Solution na Ethekon and Advocates tangu mwaka 2004. Tangu mwaka 2007 na 2015, Ethekon mwenye umri wa miaka 48 alifanya kazi katika shirika la UN Development Program. Na amefanya kazi katika taifa la Ethiopia. Anasemekana kuwa na master's degree kwa masuala ya oil, gas and energy. Amesomea kule Uingereza. Amesomea masuala ya sayansi kutoka kule Uingereza. Amesomea masuala ya peace na conflict kutoka Spain. Kuna degree ama shahada ya wanasheria hapa nchini Kenya. Anasemekana amesomea sana masuala yanayohusu sheria. Lakini hata kwa maoni yangu na kwa maoni ya wengi ni kuwa kwa sababu ya sensitivity ya afisi hii ya IEBC na kwa sababu ya misukosuko ambayo imekuba afisi hii, haswa ile ya mwenyekiti, tusiane hata mbali, tukumbuke tu uchaguzi wa mwaka 2022 tuliyoshuhudia kule Bomas. Kiti hiki inapaswa kupewa mtu ambaye anaelewa yale yanayoendelea. Kwa sababu ukiangalia kisheria, yule ambaye anapaswa kuwa mwenyekiti wa IEBC anapaswa kuwa na rank kama ya jaji. Anapaswa kuwa na rank kama ya jaji kwa sababu ya uzito wa afisi hiyo. Je, ataweza? Kwa sababu moja kuna maswali yamebuka kuhusu huyu ni nani, uhusiano wake na aliyekuwa gavana Nanok ambaye yuko katika serikali hii. Je, amepatiwa wadhifa huo kwa sababu ako qualified ama amepewa wadhifa huo kwa sababu ya ukuruba wake na mmoja wapo maafisa katika serikali ya Rais William Ruto? Kwa sababu jambo la uchaguzi hata Lincoln na Odipo ni jambo very sensitive, kiasi cha kwamba kutokuwa na imani na tume ya IEBC kunatia doa kabisa shughuli nzima. Wanaongoza tume hiyo wanapaswa kuwa watu sahihi. Baada ya orodha hii kutangazwa, kulikuwa na malalamishi sana, hasa kutoka upande wa upinzani. Kalonzo Musyoka alizungumza sana akisema kwamba haifai jinsi ambavyo walivyoteuliwa hawa.
Mbali na yeye kuna nitawataja tu kwa majina, kuna Anne Nderitu ambaye amechaguliwa kwa katika wadhifa wa commissioner. Usisahau kwa Anne Nderitu ndiye registrar wa vyama vya kisiasa hapa nchini Kenya. Haya, mwingine ni Moses Alutalala Mukwana ambaye ni wakili wa High Court of Kenya. Ako na kampuni yake ya mawakili. Tunaye Mary Karen Sorobit ambaye ni wakili pia, anafanya kazi kama wakili. Amewahi kuwa assisting counsel katika tume ya majaji na magistrates hapa nchini Kenya. Hassan Nur Hassan ambaye anatambulika kwa muda mrefu akiwa provincial administration, akiwa PC. Aliwahi kuwania kiti cha ugavana kule Mandera mwaka 2022 lakini hakufaulu. Aliwahi kuwa CAS, unakumbuka afisi ya CAS katika wizara ya michezo. Alafu mwingine naye ni Professor Francis Odhiambo Aduol. Professor Aduol namkumbuka alikuwa Vice Chancellor wa chuo kikuu cha TUK kwa miaka 10 na saizi ni professor katika bodi ya Usorovea. Amewahi kufanya kazi katika IBC kama consultant na amewahi kufanya kazi katika United Nations. Na mwingine ni Fahima Arafat Abdallah mwenye umri wa miaka 32. Yeye amewahi kuwa ward administrator kule Shela Ward kule Lamu. Yeye ni County Executive Committee member for Lands, Infrastructure, masuala ya finance katika county ya Lamu tangu mwaka 2017 na 2022. Na yeye currently ni member wa Lamu County Assembly Service Board. So ndio hao ambao wamepatiwa nyadhifa hiyo. Na nafikiri ni wiki ijayo, kwa siku moja bunge imetenga siku moja tu kwa piga msasa wote kwa mpigo. So anateuliwa kwa mwenyekiti na wengine wanapaswa kuwa kama commissioner. So watafanya msasa wao in one day na wanapaswa kumaliza. Mwisho kabisa atea, hakuna chance yote kwamba hawa watapitishwa. Like I think it's cast in stone kwamba ni hawa ambao watateuliwa. Kwa sababu bunge letu tunalijua, mmeambiwa wa Kenya ni mko na shida, mtume malalamishi kwa bunge, mfuate taratibu zilizopo. Mbunge wako aende kulalamika on your behalf, ama utume memorandum, ama mlalamike kumhusu mtu fulani. But hawa nikana kwamba washapitishwa ndio wao wataendesha uchaguzi. Odipo, tuangazie kidogo kabla ya pengine kulingana na wale waliopigwa msasa. Wengi walitarajia mara Nyachae mara nani, huenda mbona ikawa kwamba tofauti kando na haya malalamisho ya wanasiasa. Manake kuanzia tume ilipobuniwa wale wa kupiga msasa hawa jamaa, kulikuwa na malalamishi kutoka kwa hawa wanasiasa kina Kalonzo Musyoka na wengine. Ikawaje rais amteue huu? Manake kidogo yani alitupata off guard. Mimi sina tatizo kabisa na uteuzi wa Rastas Edung Ethekon. Ni Mkenya, amesoma, alivyosema Jamila hapo, amesoma kabisa. Tukienda through CV yake, ni mtu ambaye amesoma kabisa. Ni mtu ambaye amehitimu kwa viwango vinavyohitajika kisheria na kwa falsafa yoyote kuwa kuiongoza IBC. Wanasiasa hapo awali walikuwa wanateta sana kuhusiana na masuala ya ni nani atakayeteuliwa. Hata vyombo vya habari, sisi wenyewe tulikuwa tunasema kwamba hata kura ya maoni ikafanywa, wakasema maybe atakuwa ni yani Ahmadi ama Nyachae ndio wanapendelewa sana wawe mmoja wao ateuliwa kwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na maeneo mipaka nchini IBC. Lakini rais ameenda kinyume kabisa na akaweza kumchagua Ethekon Edung kama ambaye amempendekeza kama mwenyekiti wa IBC. Swala hapa sio ni nani atakayeteuliwa. Mkenya yote yule ambaye anastahili amehitimu anastahili kupewa wadhifa huu. Lakini ilivyo sisi desturi yetu, hata kama ni Nyachae angepewa huo wadhifa, maybe tetezi za wanasiasa zingekuwa kwamba ni wamepea dynasty. Pengine ingekuwa wamepea dynasty. Sasa ma dynasty wapi? Angekuwa ni yani Ahmadi, pengine wangehusisha na yeye ndiye ameapisha Uhuru, yeye ndiye ameapisha Ruto, ingekuwa hatungekosa malalamishi. Lakini hilo haliondoi ile dhana ambayo swali kuu hapa kwa Wakenya wengi, wewe na mimi, Lincoln na yote yule Jamila, kwamba huyu Ethekon ndio mtu ambaye atatuondolea ile kadhia ya usimamizi mbaya wa chaguzi zetu humu nchini. Na ikiwa ndio yule ambaye ndio nduano ya kuleta amani humu nchini, hivi kwamba yule ambaye amefaulu kwa ametangazwa mshindi na yule ambaye ameshindwa, wote wataridhiwa, sema I tried my best, sikufaulu, acha nijaribu wakati mwingine. Lakini tumeshuhudia kipindi kirefu baada ya uteuzi, baada ya uchaguzi,
masuala mengi yanaibuliwa, zile loopholes. Mbona sasa wakati huu mpaka wakati tukielekea uchaguzi hicho kipindi tusiweze kuziba hii mianya ambayo kila mara hutokea? Na hii mianya ndio inaweka doa kwa imani ya Wakenya katika tume ya uchaguzi nchini ABC. Ikiwa kila kitu kitakuwa wazi, ikiwa masuala ya utoaji wa zabuni, vifaa muhimu vinavyosimamia uchaguzi, masuala ya vifaa vya elektroniki vinavyotumika, itakuwa ni zoezi la wazi. Hapo ndio kuna shida. Manake ikiwa kila kitu kitafanyika, naam, tumempata mwenyekiti wa ABC aliyehitimu, wale makamishna wako pale wamehitimu kimasomo, hata kama kuna dukuduku kidogo kuhusiana masuala ya maadili, lakini wameshaidhinishwa. Manake mtu kama Nur Hassan nadhani aliweza kufikishwa mahakamani. Unajua, unakumbuka ile scandal ya NYS, aliweza kufikishwa mahakamani na alikuwa anaitwa Adan Harahe. Wote walidaiwa kwa kuidhinisha malipo ya shilingi milioni 695 kwa njia za ulaghai. Unakumbuka ile sakati ilikuwa ya NYS, lakini wakaondolewa lawama kukosekana kwa ushahidi. Sasa huwezi mshtumu kwamba yeye alihusika katika ile sakata, manake hakukuwa na ushahidi. Lakini kukosekana kwa ushahidi hakumaanishi maybe I'm clean. Ushahidi tu ndio wale watu wa mashahidi hawakujitokeza. Na sasa wako pale. Dukuduku sana hiyo bunge tawapitisha. Lakini baada ya kuwapitisha wataweza kutekeleza, kurejesha imani ya Wakenya katika ABC. Wataweza kurejesha imani ya Wakenya. Ukisikia kile kiasi cha pesa ambacho kinatumika na ABC, 61 billion, pesa ambazo wanahitaji, kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho kinaweza kuhakikisha kwamba zinafadhili hata elimu yetu humu nchini, na hakuna mtu ambaye atalalamika. Wale walimu wanaosema kwamba hakuna capitation, hiyo kiasi cha pesa ni kingi sana. Na ikiwa hiki kiasi cha pesa tutatumia, alafu baada ya uchaguzi tuanze kulalamika kwamba hiki hakikufanyika, sijui kimsikiti zilikuwa sijui nini, tuko wapi? Na tunastahili tufuate nyenzo zipi kuhakikisha kwamba taratibu inayostahili kufuatwa katika ABC tunaifuata, ili kusiwe na tetesi tena baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Aliyosema ulipo liko ni kwamba hata kama ingekuwa malaika akija watasema ni ibilisi. As long as maslahi yake hajashughulikiwa. Manake will it change siasa zetu? Manake tuliuliza ni nani huyu atakuja siku moja kusimamia IBC, na wanasiasa wote ama Wakenya wote waseme tuko sawa. Ni wachache sana. Ni vigumu sana. Naona kile ambacho rais labda alikuwa anakiangalia zaidi. Wakati mwingine ukiangalia hata wale ambao walikuwa wanasimamia IBC hapo awali, watu kama Isaac Hassan hapo awali, Kenya tukubali tu ni nchi ya kikabila. Tunapenda sana ukabila. Na tumegawanywa kikabila sana. Sijui ingekuwa namna gani kama rais angesettle on Kipkorir. Ama amesema tu, yani yule mwana nimemwona anafaa kusimamia IEBC ni Chebet. Wakenya wangelalamika sana. Wakenya wangesema amemchagua mtu wao, ama mchague Kinovia, ama mchague unajua ni vigumu sana kupata yale majina ya makabila makubwa ama makabila ambayo labda yatarajiwa kuwa na wagombea wa kiti cha urais kuelekea 2027. Eti mwenyekiti wake awe ni kutoka ile kabila. So ukisikia Erastus Edung Ethekon, Wakenya watasema angalau huyu ako sawa. Huyu atasimamia vizuri masuala ya uchaguzi. Lakini kando na hili, tusisahau kwamba kuna majina 6 yaliyoongezwa kutoka ile list ya awali ambayo ile kamati ya uteuzi, selection panel ile ilikuwa inawatathmini na kuwapitishia usaili hapo awali. Kuna majina 6 yaliongezwa kwa sababu ya kile ambacho kilitajwa kama haja ya kuleta sura ya kitaifa. Yani kwamba selection panel iliona na ikaarifiwa na ikaagizwa kwamba lazima tuwe na sura kamili, sura ya kitaifa. Yakaongezwa majina 6. Na kwa yale majina 6 kuna mmoja ambaye alipenya hadi katika list ya mwisho. Kuna mmoja sasa huyo Hassan Nur Hassan alikuwa ni miongoni mwa wale 6 wale wa mwisho. Sasa maswali yanaulizwa na ni mengi. Na unajua si vibaya Wakenya kuuliza haya maswali. Atea tulishuhudia ghasia ambazo hazijawahi kuonekana tena hapa nchini mwaka wa 2007 na pia 2008.
tulikuwa tupigania nini? Tulikuwa tupigana kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 2007. Samuel Kivuito aliyekuwa anasimamia ECK wakati ule marehemu kasema hata hana uhakika ni nani alishinda, na yeye ndiye alikuwa anasimamia uchaguzi wenyewe. Kisha tukasema let's not be vague, let's go to the Hague. Kwa sababu gani? Hatukuwa na hata imani na mahakama zetu kutuelezea ni nani hasa aliyeshinda uchaguzi wa 2007. Hivi tulipoteza watu 1200, watu 600 wakapoteza makazi yao. Makovu ya ghasia zile yangali nasi hadi wa leo, IDPs na kadhalika, kutokana na nini? Hili la uchaguzi. Hivi tunapozungumzia masuala haya ya uchaguzi, lisionekana ni kama jambo la mzaha tu, jambo la kupita. Ni swala nyeti sana, kwa sababu Kenya tuamini mambo ya siasa sana, na siasa za mtu wetu, labda kabila letu lazima liwe uongozini na kadhalika. Lakini ni afadhali tuliko sasa atea kuliko tulikokuwa hapo jana. Wakati wa maandamano ya jinsi mwezi Juni na pia Julai mwaka jana, miongoni mwa masuala ambayo walikuwa wanapigania vijana hili la IEBC. Hatukuwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa karibia kipindi cha miaka 2. Hivi angalau tulipo sasa, wacha tutofautiane kuhusiana na majina haya, but at least kuna progress. At least kuna kitu ambacho kimefanyika. At least tarehe 26 mwezi huu wa Mei tutashuhudia sasa JLAC na bunge kwa ujumla likiwapiga msasa hawa watu wote ambao hawa wanane ambao kumradhi 7 ambao rais amependekeza mbele. Lakini hata pia tusisahau yaliyokuwa hapa nchini kati ya mwaka wa 2016 na Agosti 2017, wakati uchaguzi wa wakati ule, ambapo malalamishi ya upinzani hayakuwa dhidi ya wasimamizi wa uchaguzi IEBC wakati ule, ila Chiloba. Unakumbuka Chiloba? Chiloba must go. Chiloba alikuwa ni nani? Sio. Alikuwa ni afisa mkuu msimamizi wa IEBC. Upande mmoja huenda tukawa na makamishna wa IEBC na mwenyekiti wake, lakini pia tusisahau kwamba kuna kamati nyingine, tuna kundi jingine tena hili secretariat ambayo pia huwa na umuhimu mkubwa sana katika usimamizi wa masuala ya uchaguzi. Hivi Wakenya wanaweza kuteuliwa kutoka sehemu yoyote ile ya nchi. Anaweza kuwa ni Odipo, Watea, Jambila ama Lincoln, lakini ndani, yani karakta yake ni iko vipi? Wale wapiga kura wenyewe, wale wagombea wa kiti cha urais, wale wanaosimamia serikali, sisi sote tuwataka nini? Tunataka Kenya yetu iwe vipi? Anaweza kuwa ni Malaika ambayo ulikuwa unamtajia hapo awali, lakini wenyewe wagombea wa kiti cha urais wako tayari kufanya kampeni zao kwa njia safi. Tuko tayari kuendeleza kampeni zetu kwa njia ambayo inaonyesha maadili. Hongo ndio itatamba zaidi, ama labda ni mtu aliye na manifesto inayoeleweka atakayechaguliwa? Ni tunataka nini exactly? Kwa sababu mimi naamini masuala ya uchaguzi sio IEBC pekee. Tuna wadau wengi sana ambao wanashiriki hapa, na miongoni mwa wadau hawa ni sisi wenyewe wapiga kura. Kuna IEBC yenyewe, kuna kamati yenyewe, kuna rais aliye mamlakani, kuna upinzani, kuna vyama vya kisiasa. Yani ni system, ni mfumo ambao una washirika dau wengi tu, na uchaguzi wenyewe utakuwa bora ama hutakuwa bora kulingana na wajibu wa kila mmoja wa hao ambao nimewataja. Ndani ya Jambo Kenya, wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Tuma SMS kwa ground running. Yeye anapaswa kuwa hit the ground running. Kwa sababu unakumbuka wakati wa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 8, wakati ambapo kulikuwa na ghasia, kukawa na ile tume ya Waki na ile ya Krigla. Moja wapo ya mama ambao walipendekeza ni kuwepo kwa tume ya IEBC muda zaidi ya miaka 2 nafikiri kabla ya uchaguzi. Ili waweze kukamilisha yote ambayo yanapaswa kufanywa. Ile tume ambayo ilikuwa inaongozwa na nafikiri Chebukati iliingia ofisini wakiwa na muda mfupi sana, kwa sababu nakumbuka ile tume ya Ahmed Isaki iliondolewa wakati ule 2016. So akaingia nafikiri mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi, na tuliona yalotokea. So ni muhimu kuwe na tume iwe in place, ianze kufanya hizo shughuli zote. Otherwise tutakuwa na haya malalamisho ambayo tunakuwa nayo kila mara kuhusu credibility ya tume ya uchaguzi. Ugunja kule tuna mbunge. Hawana mbunge. Kule Magarini hatuna mbunge. Haya, si alifariki Senator Chiptum, huko pia kuna Chiptum, kuna senator. Huko hivi majuzi Odhiambo wewe. Miaga dunia majuzi Ongondo wewe. All right. Pia kule Malava
hatuna bunge. Yani na pia wadi ambazo tuna wadi kama 6-7 hivi ambazo pia hazina wakilishi wa wadi. Ni kazi nyingi, lakini pia maandalizi ya uchaguzi wa 2027 yanahitaji muda mwingi sana hawa makamishna wenyewe. Nakumbuka kwanza kabisa waelewane, wajuane, wafunzwe 1 2 3 4 5, wajue systems za uchaguzi namna gani kabla tufikirie kidogo ununuzi wa vifaa vya uchaguzi vingine kimskits ambazo zilitumika. Tumearifu majuzi kwamba zimekaa zaidi ya miaka 10, zafaa kuondolewa tulete nyingine. System zote yani kama ninavyosema Jamila, kibarua kilichomo mbele ya hawa makamishna na pia mwenyekiti wake kwa kipindi hiki cha miaka 2 iliyosalia ni kikuu. Hata sijui kama watakuwa na nafasi ya kupumzika afisini. Wana kibarua kigumu sana. Kampeni hizo zishaanza tayari. Kumbuka pia ukiangalia pale katika secretariat ya IEBC kuna wale wanaitwa directors, wale wanasimamia vitengo mbalimbali muhimu. Pia vipindi vyao vya kuhudumu vimekamilika, wengine wameaga dunia, wengine zile contracts zao zimekamilika. Na hao alivyosema Lincoln ndio watu ambao ni muhimu sana katika usimamizi, kuhakikisha kwamba chaguzi zinasimamiwa kwa njia inayofaa. Sasa baada ya tume kuingia afisini, kibarua cha kwanza ni kuanza kuhakikisha kwamba wanaziba zile nyadhifa. Wakiziba zile nyadhifa, tuanze sasa kuhakikisha kwamba tunaandaa hizi chaguzi ndogo. Na pia mwaka 2027 unakaribia sana. Kitu kilichoko hapa, hii itakuwa ni kama ile mini test ya nani ambaye ni maarufu tukielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kila mwanasiasa ambaye ana lengo lolote la kuhakikisha kwamba ana usemi katika uchaguzi wa mwaka 2027, kama kule Malaba. Unajua maeneo kama Nyanza unajua tu ni nani ambaye atachaguliwa, lakini maeneo kama kule Malaba, kama kule Magarini, maeneo mengine unajua itakuwa ni test kubwa sana kwa mirengo yote miwili ya kisiasa kuhakikisha kwamba ni nani ambaye anaweza pigiwa upato tukielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kwa hivyo mirengo yote miwili, upande wa Kenya Kwanza na upande wa ule mwingine hatujapata jina kamilifu, watakuwa wanajiandaa kuona kwamba tuna haja makali na tunaweza ingia kivipi. Hasa kumbuka eneo la magharibi ni eneo muhimu sana, kila upande unamezea ile eneo. Na tukielekea uchaguzi wa mwaka 2027 na katika hizi chaguzi ndogo, bila shaka yule ambaye ataibuka mshindi atakuwa na nafasi nzuri sana katika uchaguzi wa mwaka 2027. Wycliffe Oparanya akasimamia, akakuwa mwenyekiti wa ile jopo kazi la kuzunguka, ilitukwa jukumu la kuzunguka kote nchini iweze kupata maoni ya mkulima wa miwa wa kawaida ambao wengi wamekuwa wakilalamika kila mara kwamba ile miwa wanayoipanda haiwafaidi. Na baada ya Oparanya kuwasilisha ile ripoti, kukawa na mapendekezo. Mojawapo ya yale mapendekezo ilikuwa ni kwamba viwanda vya umma vya sukari viweze kubinafsishwa. Viwanda vya umma vya sukari ilikuwa kama viwanda kama vile Chemedi, viwanda kama vile Sony Sugar, Nzoia Sugar, viwanda kama Mumias viweze kubinafsishwa. Viwanda vingine vya sukari ni viwanda ambavyo ni vya kibinafsi. Lakini wengi wa wale wakazi wa maeneo kuliko viwanda hivyo walipinga wazo hilo, wakasema kwamba hii ardhi kama ile ardhi ya nucleus, hiyo ni ardhi ambayo ilitolewa na jamii na hawawezi kuchukua ardhi ya babu zao waweze kukabidhi watu binafsi kama watu wawekezaji wachukue ekari 10,000 tu hivi ama ekari 24,000 za nucleus kama ile ya Nzoia kwamba wanawakabidhi. So ikawa ni vuta ni kuvute, lakini kile ambacho kila Mkenya alikuwa anajiuliza ni vipi, which way forward ya kuhakikisha kwamba mkulima wa sukari nchini atanufaika. Na kusiwe wengi wa wakulima wanalalamika kwamba wamepeleka miwa yao katika kiwanda, imemaliza mwaka mmoja, miaka miwili hajalipwa na anaendelea tu bado kuwasilisha miwa. Wengine wamenadiwa, wengine bidhaa zao zimeweza kuchukuliwa na wale walitoa mikopo. Sasa ndiposa ikafika wakati ukawa rais akatoa mapendekezo kwamba suluhu la viwanda hivi ni kuweza kuvikodi kwa wale wawekezaji wa kibinafsi. Na wale wawekezaji wa kibinafsi, sasa wale wadau katika sekta ya sukari wanasema kwamba japokuwa kuwe na ule ukodishaji wa viwanda vya sukari hawapingi, lakini wahusishwe kwa hatua baada ya nyingine. Ile public participation iwepo ndiposa wale wakulima wa kawaida
wale wadau katika jamii nzima, na yeyote ambaye ni mtaalamu kuhusiana na masuala ya sukari ama interested party yote aweze kujitokeza kwa maoni yake kuhusiana na mustakabali wa usimamizi wa sukari humu nchini. Na nadhani ikapitishwa kwamba viwanda hivyo vitu viweze kukodishwa. Serikali ikasema kwamba itaweza kulipa yale madeni yote yanayodaiwa mkulima wa kawaida, na baada ya hapo viwanda hivi vitafanya nini? Vitakodishwa. Ndio mahali tumefika hapa. Lakini sasa kile ambacho baadhi ya wakulima wanasema kwamba hata baada ya rais kusema kwamba wataweza kulipa kwa wakulima, wengi wao bado wanalalamika hawajalipa. Ukienda kama kule Nzoia, shida ambayo iko Nzoia ni kwamba mkulima Rai aliweza kuchukua rasmi usimamizi wa kiwanda hicho mnamo siku ya Jumamosi iliyopita. Na alipokabiliwa na waziri Mutahi Kagwe usimamizi wa kiwanda hicho, alisema katika hotuba yake kwamba yeye anachukua hicho kiwanda as is. Kumaanisha kwamba yeyote ambaye anadai Nzoia kabla yeye achukue usukani asije akamdai peni lolote. Anachukua hicho kiwanda na mali yake jinsi ilivyo. Yeyote ambaye ataanza kuwasilisha miwa yake katika kiwanda hicho kuanzia Jumamosi au Jumapili, sasa arudi amdai Rai. Na ndipo sasa wale wakazi wa eneo hilo wanasema pesa yetu itapotelea. Pesa zetu tutapata vipi? Hatuwezi kuwa tumepeleka kiwango fulani cha pesa, tumewasilisha kiasi kubwa sana cha miwa katika hiki kiwanda kwa hiyo miaka yote, alafu uje useme kwamba unachukua kiwanda jinsi kilivyo lakini hauchukui madeni yoyote. Hapo ndio kuna kizungumkuti kikubwa. Na jambo lingine ambalo liko hapa haswa katika upande wa Nzoia, kabla tujaenda hivi viwanda vingine, ni kwamba kulikuwa na ile court order ambayo kuna baadhi ya wakulima walielekea mahakamani wakapata wakaweza kupinga swala zima la kukodishwa kwa kiwanda hicho, na wakasema kwamba jinsi zoezi zima linavyoendeshwa sio ya kumfaidi mkulima wa kawaida. Na nadhani Jaji Mugambi akaweza kutoa maagizo, akasema kwamba stay order iwepo, hakuna kukodisha kiwanda hicho hadi kesi itakaposikizwa na kuamuliwa. Maagizo pia yalitolewa hapo jana kwamba isalie jinsi ilivyo, kiwanda cha Nzoia kisipewe mtu kama amekikodi kabla kesi hiyo kuweza kusikizwa na kuamuliwa. Ilivyo sasa ni kwamba ni ukiukaji wa agizo la mahakama, lakini Rai amechukua usukani tayari kule Nzoia. Hata Kigoma kiwanda kimeenda tayari. Si ameshafika kule, ameshakabidhiwa, ameshawahutubia wale wakulima wa miwa. Aliwahutubia nadhani mnamo siku ya Jumamosi, tulikuwa hapa, aliwahutubia mnamo siku ya Jumamosi, akasema tayari amechukua hicho kiwanda. Kile huwa nadhani wenzangu Lincoln hata na Jamila mtakubaliana kwamba kukiwa na competition katika kila industry, mkulima ama mteja ndiye anayenufaika. Competition ya kilimo cha miwa, viwanda tofauti vinamiliki viwanda vya sukari nchini, watu tofauti wanamiliki. Sasa kutakuwa na ile competitiveness yenye mtu anajua nikipewa hapa bei fulani ya kuwasilisha tani zangu miwa kiasi fulani nitalipwa hivi. Huyu anajua nitawasilisha hivi. Sasa kunakuwa na ile competition ambayo mkulima wa kawaida anaweza kunufaika. Na swali lingine ambalo limewakera sana wakulima ni swala zima la bei ya sukari. Mkulima anayewasilisha tani moja ya miwa katika kiwanda cha sukari analipwa 5,300. Na ukiangalia tani moja ya miwa huwa inatoa kilo kati ya kilo 115 hadi kilo 120. Ukipiga tu hesabu kama ni kilo kwa mfano 115, kiwanda ama mmiliki wa hiyo anapata shilingi 18,000. Lakini mkulima amelipa shilingi 5,000. Hizo zingine zimendapo. Waona. Sasa kuna nadhani ili sekta zima ya sukari kuna hali ambayo haieleweki. Tulizahanuka pakubwa kutokana na mpangilio maalum wa serikali kuweza kusaidia taifa kujikuza kiviwanda na pia kubuni nafasi za kazi na kadhalika. Lakini kafikia wakati tamaa ikawa nyingi hivi kwamba wasimamizi wa viwanda hivi wakawa ndio wananufaika zaidi kuliko wakulima wenyewe, kuliko wadau wenyewe, kuliko wafanyakazi wenyewe. Vingi vikafifia. Kwa nini? Kwa sababu ya usimamizi mbaya. Tunaposema kwamba kuna mpango mzima wa ubinafsishaji mwema atea ni sawa, na tuna tume ambayo kazi yake ndio hiyo,
Privatization Commission, kazi yake ni ndio hiyo tume ya ubinafsishaji. Tuna mamlaka ya ubinafsishaji, tuna sheria simamizi inafaa kuongoza ubinafsishaji wa viwanda hivi. Lakini bado kama hatujaondoa ile tamaa, bado tutakuwa pale pale. Ubinafsishaji mwema iwapo wafanya kwa nia njema tea. Tatizo tulionalo ni usiri mwingi sana katika mpangilio mzima, kwamba hatuna njia huru na ya kisheria inayofuatwa katika ubinafsishaji wa viwanda vya umma. Number 2, tunapozungumzia umma, usisahau tumewekeza kama taifa mabilioni ya pesa katika hivi viwanda kufika viliko. Hivi viwanda vina assets, alright? Ni mali ya umma. Anayepewa kiwanda fulani kwa kipindi fulani ajue kwamba anashika mali ya umma kuiendesha kwa kipindi fulani, amepewa kwa kipindi fulani. Hivi akiingia pale hafai kuingia kwa kifua, hafai kuingia kwa masharti, hafai kuingia kwa masharti anayopewa na umma. Sio yeye kusema, ni umma kusema. Lakini tulivyo sasa hivi ni kwamba tunaona usiri mwingi sana hivi kwamba ni kama haya mambo, hizi deals zafanywa chini ya maji, chini ya meza, hivi kwamba umma wenyewe, mmiliki halisi wa hivi viwanda, mmiliki halisi wa mali ya umma hahusishwi kikamilifu. Na kumbuka tuna kama nilivyosema sheria ya ubinafsishaji ya mwaka wa 2023, na ukiangalia kifungu chake nambari 24, a privatization program shall be valid for a period not exceeding 5 years from the date of gazettement. Hivyo ndo sheria yasema kwamba kama kuna mpango fulani wa kubinafsisha shirika fulani, kampuni fulani, kipindi chenyewe ni kisizidi miaka 5. Nimesikia kwamba hivi viwanda vya sukari hivi anayepewa umiliki wake ni miaka 30. Ama nimesikia vipi? Kama ni miaka 30, mbona enda kinyume na sheria yenyewe? Na ukiangalia 24(2), notwithstanding subsection 1, the cabinet secretary, ni waziri wa fedha sasa, may extend the validity of the privatization program for a period not exceeding 12 months, mwaka mmoja. Tufuate sheria ilivyoandikwa katika mpango mzima huu wa kubinafsisha hivi viwanda vya miwa. Swali tu. Ndani ya mwaka jana, baada ya ile nyingine iliyokuwepo, tulikuwa tunafikiria kwamba hii sheria ndio itakuwa silver bullet katika kuhakikisha kwamba mambo yetu ya sukari yana basi wakulima wananufaika hata zaidi. Kuna Mumias Sugar ilikuwa list, inafanya kazi kwa sasa. Your guess is as good as mine. Pan Paper ilipewa huyu mmiliki, tukaambiwa ataleta pesa, atafanya nini, na Pan Paper itakuwa inafanya kazi hamna. Kuna Nzoia imepeanwa, itafanya kazi. Your guess is as good as mine. Kuna huko kwingine. Na mbona hawa viongozi wote wanakataa haya mambo? Kwa sababu labda wanahisi kuna neno. Na Lincoln anaposema mambo ya privatization, unajua mawakili ni watu wajanja sana. Mawakili atakwambia leasing sio privatization. Privatization ni kusema unapeana kabisa, lakini ni leasing tu. Amelease for 30 years, bado ni mali ya umma, lakini sio, haijakuwa ati nimekuwa privatized pase. Na ubaya wetu atea ni kwamba serikali imejitoa katika kila sekta ya umma. Transport imekuwa privatized, kila kitu. Schools, kila kitu ni privatized. Kila shule ambayo estate zinapo come up sahi, hakuna shule ya umma, kila shule inapata ni private. Hospitali zinazofanya vizuri sasa hivi private. Kila kitu ni private. Na ni kwa sababu ya tumeamini sana katika capitalism, kwamba ni mimi nipate pesa, mimi nitajirike, wewe endelea kuumia pale uliko. Na shida yangu tu kubwa na hawa viongozi ambao wanalalama kwa sasa ni kwamba wamesubiri hadi deal ikapigwa saini. Paka kuna deal ishapigwa saini. Hata sasa serikali ikisema inajiondoa, kutakuwepo pia na athari kisheria. Huyu mwekezaji atalipwa kwa sababu ashatia saini mkataba. Kwa hivyo hawa viongozi wote wangetoka mapema, labda wangefahamisha wakulima mapema ili kujua ile wakati wa public participation ndio wakulima waamue
Je, tunataka hili ama hatutaki hili? Lakini pia hii serikali unaweza sema hautaki, lakini serikali ikishaamua inataka kufanya itafanya. Kumbuka finance bill, Wakenya walisema hawataki, ilipitishwa. Kwa hivyo kidogo shida yangu na viongozi wa maeneo haya ni kwamba wamesubiri hadi wakati wa mwisho, hadi deal ishakuwa signed. Too late. Kwa sababu kwa sasa hata wakisema wanabadili haitakuwa na maana yote, kwa sababu itabidi walipe basi huyu mwekezaji ndiye ajiondoe. Lakini tunapoangalia historia, hakuna matumaini kwamba hizi kampuni basi baada ya kutia huu mkataba na kufanya privatization kwamba zitaendelea kunawiri. Niko na swali pengine Odipo ama Lincoln anaweza kujibu, kwa sababu tuliona baadhi ya wananchi jana walikuwa wanaunga mkono kampuni kusimamiwa na mtu wa kibinafsi, wakisema kwamba wanaona huenda wakapata malipo ambao wanatarajia. Je, kuna pengine faida fulani iwapo kampuni itachukuliwa na kuongozwa na huyu mwekezaji wa kibinafsi? Nadhani swala si kwangu kivyangu, na unajua wengi wa wale wakulima hawajahamasishwa vya kutosha. Ukiniuliza, nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakulima wengi wa kampuni, wale baadhi ya wafanyikazi wengi wa kampuni ya Mumias. Unalipwa pesa kupitia M-Pesa. Mshahara wako unalipwa kupitia M-Pesa. Ukilipwa kupitia M-Pesa na usiulize swali. Maana ukilipwa kupitia M-Pesa, yale makato ambayo unastahili kulipa zinaenda wapi? Nani anahakikisha kwamba hii katika hii M-Pesa nimepata shilingi 18,000, kuna zile pesa za SHA zimekatwa, kuna zile ile tu ushuru umelipwa? Hakuna anayeonyesha, kwa sababu na wanasema kwamba usiulize swali. Ukiuliza swali hautaruhusiwa kuingia kwenye kampuni kufanya kazi the following day. Swala hapa si ya tutalipwa kila wiki. Is it value for money? Mkulima wa kawaida wakati umewasilisha miwa yako, tani yako ya miwa, na unalipwa baada ya juma moja, je, hicho ndio kiasi cha pesa unachostahili kukipata kisheria, kihalali, au wewe umekubali tu kwamba umepata angalau kitu? Wakati tani moja ya miwa inampatia mwekezaji 19,000, 18,000, lakini wewe umepokea shilingi 5,000 kwa tani moja. Je, hiyo ndio haki ambayo tunasema kwamba bora tu umelipwa baada ya wiki moja? Na ni vizuri na haya mashirika. Lakini pia hata kama ni kukodisha, haimaanishi kwamba serikali ihuru sasa kuchapa kazi yake jinsi inavyofaa. Kwa sababu gani? Jinsi inavyotaka. Mpangilio ambao tulikuwa nao wa usimamizi wa uwanja wa kimataifa wa ndege JKIA kwa kipindi cha miaka 30. Unakumbuka sakata ya Dani? Ndio hapo sasa. Huu ni mpango wa kupatia kampuni ya kibinafsi nafasi ya kusimamia uwanja wenyewe kwa kipindi cha miaka 30. Lakini pia utaratibu ulifuatwa, iwe ni kukodisha ama ni kubinafsisha. Utaratibu lazima ufuate, kwa sababu tutasisitiza tena kwamba ni mali ya wananchi unayozungumzia hapa, si kampuni yako ambayo yako binafsi. Hii ni mali ni mabilioni ya pesa. Mumias zimepewa pesa ngapi eti kwa jitihada za kuifufua eti Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa mamlakani? Kila kitembea magharibi mwa Kenya tumetenga shilingi bilioni 5 kujaribu kuinua Mumias. Hizi ni pesa za umma, kiwanda chenyewe ni cha umma, lakini hakiamki. Kisha atokea mwekezaji wa kibinafsi na kupitia utaratibu ambao hauko wazi machoni mwa Kenya, anapata umiliki wa kiwanda chenyewe. Mashini zipo, mashamba yapo, trakta zipo, wafanyakazi wapo, mikataba ipo na jina lipo. Yani brand itself bado ipo pale. Ni swala ambalo wanafaa kuwekwa wazi, na wanafaa kutukinga zaidi ni wabunge. Hao ndo wanafaa zaidi kutuangalia na kuangalia masuala ya mwananchi. Lakini sasa waelewa tatizo lilipo hata. Wajua jana mimi nilimuona Cleo, kamuona Eugene, kajiuliza hawajawahi pata nafasi na rais wakati ametembea magharibi, wakatoka akasema tumeona white smoke, sasa viwanda vitaamka. Maanake Eugene alikuwepo wakati Uhuru Kenyatta, sio kwenye serikali. Just the other day, ndugu yangu, rafiki yangu Cleo amekuwa akitembea na rais magharibi. Kwa hivyo viongozi wetu wa magharibi pia vile watusamee, hata hao pia wanatuangusha, because one minute wanasema tuko sawa, sasa tuko sawa, wacheni next minute ni ubinafsi niliokuwa nazungumzia kwamba atapinga tu swala iwapo hayuko serikalini.
Kwa sasa hivi wabunge wengi wa Bungoma na Trans Nzoia wanahisi kwamba wako serikalini. Wote hawajazungumza kupinga hili swala. Wote. Aliyezungumza nimeona anajihisi hapo serikalini ni Didmus Baraza, ambaye amesema ataandaa kikao na wakulima kujadili wapo hili swala ni nzuri au ni mbaya. Lakini wale wengi wote ambao wako serikalini hawataki kuzungumza whether ni mzuri ama ni mbaya, because anajua ground ikubali hili swala, lakini kwa sababu yeye yako kwa serikali haezi kubaliana na sana nyamaza. Profesa Anyang' Nyong'o alikuwa na kikao na wabunge wa Kisumu, wakasema hili swala limefanyika lakini sisi hatulitambui kwa sababu hawataki. Wanasema kwamba jinsi ilivyofanyika kidogo kuna mushkil, wangekuwa na uwazi anavyosema Lincoln, lakini wakule kwetu amenyamaza kimya, wako serikalini wanakula. Ni jambo la kusikitisha Atea kwamba mtu kama governor wa Trans Nzoia anatembea, anaweza kuja Bungoma aonekana na watetea wale wakazi wa Bungoma kiwanda cha sukari na ile nuclear. Unajua Nzoia ina nucleus kubwa sana ya miwa, nadhani ekari 24,000. Nzoia kivyangu ndio kampuni ya kipekee ya miwa ambayo inaweza kujisimamia ikiwa kutakuwa na usimamizi mzuri. Manake shida pia ya viwanda vya miwa ni kwamba ekari pia zimepungua, sama malighafi ya upanzi wa miwa pia itapungua. Lakini kiwanda kama kile cha Nzoia kama kinaweza kusimamiwa kwa njia inayofaa, kina ekari za kutosha za kuhakikisha kwamba kinapata faida. Lakini wale ulivyosema wakubwa wetu serikalini ni Weta na Musalia sasa hivi, lakini wamefiata ndimi. Na kipindi hiki chote tumekuwa na uagizaji wa sukari kutoka nje ya nchi, eti kwa sababu tuna uhaba wa sukari hapa nchini kwa nia ile ya kunufaisha watu binafsi. Unaelewa? Tumekuwa tukiona sukari hii kiagizo hapa nchini Kenya kutoka Brazil, kutoka sehemu nyingine, hata wakati mwingine tuletewa sukari ambayo ina sumu, ina mercury. Ina mercury, unakumbuka? Hizi sakata zote na miaka ya mstaafu Moi pia tulikuwa tunaona viwanda hivi vya sukari vikifungwa kwa wakati mmoja vyote. Eti kwa sababu kuna ile maintenance ambayo yafanywa, sio kwa nia nyingine, ni kuleta artificial shortage ya sukari, ndipo wachache wapate nafasi ya kuagiza ile sukari kutoka mataifa ya nje, wanufaike wapate mabilioni ya pesa na kadhalika. Yote haya tumeyatazama kwa macho yetu yakiendelea. Lakini nani amshughulikia mkulima? Nani anamfikiria? Kuna hapo tafakari hii mkulima wa sukari kama hii kwamba wanaweza wakasema sasa amesema japo chama kilikuwa kimesema UDA kimemtimua, lakini amesema sasa yameondoka chamani, ni kwamba sasa mrindimo umechacha, tutaona chama kikiundwa karibu, na amesema wote watashikana mpaka mwisho. Alikuwa ametoa ahadi kwamba kufikia mwezi huu wa Mei atatangaza chama chake kipya, chama ambacho kitakuwa ni chombo chake cha uchaguzi wa mwaka 2027. Unajua kuna sasa tetesi kwamba oje anaweza kuendelea, anaweza kuwania kwenye nyadhifa yoyote ama hawezi, kufuatia kutimuliwa kwake kama naibu rais kupitia ile process nzima iliyoanza bunge la kitaifa na kukamilika katika bunge la seneti. Ndio akaandika barua akasema amejiondoa kwenye chama cha UDA, na chama cha UDA kikaandika barua ilikuwa na kizungu mingi, maneno ambayo sijawahi kusikia niliona pale katika ile statement akisema kwamba wewe hata haupo chamani. Je, hii inamaanisha nini katika siasa za taifa hili? Je, inamaanisha kwamba ana nafasi yote ya kuwania nyadhifa yote? Kuna masuala ya kesi mahakamani pia ikisemekana kwamba naibu jaji mkuu hakuwa na mamlaka ya kuunda jopo lililosikiza kesi dhidi ya kutimuliwa kwake kama naibu rais. Lakini hata siku hii itaendelea, mvutano huu utaendelea hadi wakati ambapo kutakuwa na pengine pande zitakazokuwa zimegawanyika zitaonekana dhahiri kwa maana ni kwa upande upi na nani kwa upande mwingine, kwa sababu kama inavyoonekana hivi sasa kuna rais na kikosi chake na kuna hao wengine wote ambao wako katika upinzani. Kikosi cha rais kiko na rais na Raila Odinga na wale ambao wanamuunga mkono katika serikali yake, na upande mwingine una hao wengine akiwemo Matiang'i na Kalonzo Musyoka na Martha Karua na Eugene Wamalwa, wote wakiwa upande huo mmoja. Lakini hata kitu kimoja ambacho mimi nimenotice na nafikiri pia limezungumziwa na rais mwenyewe ni kwamba hao viongozi wa upinzani wanasema nia yao kuu ama nia yao kuu ya kushikana ni kumuondoa William Ruto kama rais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na kuna wale wanakosoa wanasema kwani hamna mengine ambayo mnataka kufanya? Kama nia yao yenu kuu ni kumuondoa rais na akasema hawa nitawashinda mapema asubuhi, hawa tutawatoa na mambo kama hayo. Nafikiri ili siasa zetu zimachua. Unajua tunasema mara nyingi watu wanapiga kura kuwachagua viongozi kwa sababu ambazo za kikabila, ama pengine mlipewa handouts, ama pengine mnasema
wewe ni mtu wa kwetu, acha tumpe sipi atafaidika, lakini sio kwa sera ambazo wanasema, sio kwa mambo ambayo wanaahidi watafanya, kwa sababu tumezoea kuvunjiwa ahadi hasa baada ya uchaguzi. Unaahidiwa utafanywa hii na hii na hii na hii. Uchaguzi unafika, mwaka wa kwanza ni kucelebrate, mwaka wa pili ni kukula hela, mwaka wa tatu tunaanza kucelebrate tena, mwaka wa nne ndio tunaanza kutafuta miradi ambayo tutakufanyia, na mwaka wa tano tuchague tena. Hii cycle imeendelea kwa muda mrefu sana, kiasi cha kwamba tunapasa kama wapiga kura kubadilisha. Tunakuuliza wewe unatanifanyia nini kama nataka nikupatie kitu fulani? Kama unasema utatujengea kitu fulani, basi tunataka kama ni ahadi ambazo unatimiza. Na saizi kama taifa tuna priorities ambazo ni nyingi zaidi ya kwanza kujigawa kisiasa. Kuna mengi ambayo hayaendi sawa. Kuna maswali ya ahadi na yazungumzia ambayo hajatimizwa ni mengi. Tunapaswa kwanza kufikiria tufanye hii, to make sure kuna healthcare, tuko na elimu, tuko na infrastructure. Wewe hapa Nairobi mvua inanyesha. Inanyesha mvua hali inakuwa mbaya kiasi cha kwamba unajiuliza kuna serikali kweli? Kuna mambo ambayo yanapaswa kuwa priority. Serikali za county, serikali za kitaifa, tuache kugawana kwanza kwa misingi ya kisiasa. Na sisi wananchi ndio tunawa enable hawa wanasiasa. Unasikia kuwa enablers. Sisi ndio enablers za hawa wanasiasa. Wakati ambapo wakizungumza tunawashabikia, tunawaunga mkono, tunawakaribisha, tunapiga kelele, tunasimama nyuma yao. Tunaona tunawapa hiyo endeleeni, tunawachocha. Na si haki na si sawa kwa sisi kwa katika hali hii, wakati mtu akija kutoka kwa lingine ambaye hajui siasa za Kenya, atafikiri tuna uchaguzi next week. Radio Citizen. Radio